Roho na utuondolee kila hatia, kila dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba kupitia neno lako Bwana uweze kuongea na mioyo yetu, uweze Bwana kutujibu na kutuinua na ushughulikie yale yote ambayo Bwana ni ya muhimu katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu, nyosha mkono kusaidia kila mmoja wetu, hata wale ambao wanateseka katika mwili, ninaomba uweze kuwaponya. Mwishowe Bwana sifa na utukufu zitarejea kwako. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Fungua Biblia zetu katika Yohana mlango wa 3. Yohana mlango wa 3. Tusome mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Yohana 3:1 mpaka 10. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo na jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amina, amina nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kusema ni wateule tu wawezao kuzaliwa mara ya pili. Hayo ndio maneno ningetaka kuongea kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwanza, vile ambavyo ujumbe umetufundisha siku ya leo, tunajua mwanadamu ni sehemu tatu. Mambo matatu yanaletwa pamoja kumtengeneza mwanadamu. Mwanadamu ana mwili ambao tunaona huku nje. Baada ya mwili, mwanadamu ana roho. Mwili una hisi 5 na roho ya mwanadamu ina hisi 5. Na baada ya roho, pale ndani sana katika mwanadamu pana nafsi. Na nafsi ndiyo yule mtu halisi, na hiyo ndiyo inaleta tofauti baina ya wanadamu. Nafsi ndiyo inaleta tofauti baina ya wanadamu. Watu wanaweza kuonekana huku nje wako sawa, wote ni wanadamu, lakini tofauti ya binadamu ni pale ndani katika nafsi. Na hakuna mtu anaweza kujifanya awe kitu chochote. Mungu ndiye aliamua haya mambo, alichagua haya mambo kabla ya misingi ya ulimwengu. Hatuwezi kuongeza chochote, hatuwezi kupunguza chochote. Haya mambo yalifanyika kabla ya misingi ya ulimwengu, na hakuna mtu anaweza kutoka katika mahali ambapo Mungu alimtengea akaingia mahali pengine. Na ndio sababu huwezi kuhukumu mtu eti kwa sababu hana uwezo wa kufanya baadhi ya mambo ambayo unafikiri anafaa kufanya. Tuseme katika mambo ya kiroho, ya kwamba huyu nimemshuhudia ameshindwa kuamini, ameshindwa kuona jambo hili. Hatuwezi kuhukumu mtu yeyote kwa sababu haya mambo Mungu alifanya kabla ya misingi ya ulimwengu. Na ndio sababu wiki jana tukasema ya kwamba unaweza ama mtu anaweza kutimiza neno tu kulingana na aina ya mbegu.
yale mambo ambayo biharusi anatimiza, mtu ambaye si biharusi hata kama ni mtu mzuri hana uwezo wa kutimiza. Wala biharusi hawezi kwenda kutimiza maandiko ya wengine, kwa sababu kila mmoja anatimiza fungu lake kulingana na aina ya mbegu aliyo. Kwa hiyo tukiwa na ule ufahamu, najua hili jambo la waaminio, unakutana na watu unawashuhudia, labda wanakataa neno na wewe unakuwa mkali wa maneno, ungetaka kuwarushia maneno, waita uzao wa nyoka, shetani, madhehebu yatachomwa. Mambo hayo hayasaidii. Mtu kama amekataa neno, wewe nenda zako, unajua vema kuliko hivyo, kwa sababu si kupenda kwake. Haya mambo yaliisha kabla ya misingi ya ulimwengu, na tunapokuja hapa hatuji hapa ili tufanye jambo jipya, tunakuja hapa kudhibitisha yale Mungu alifanya kabla ya misingi ya ulimwengu. Ndio sababu pale katika Warumi 8 ukisoma kuanzia 28 inasema wale Mungu alijua kimbele, na hiyo ni kabla ya misingi ya ulimwengu, aliwaita. Kwa hivyo unaona ni jambo limepita, akawahesabia haki na akawatukuza. Ni jambo limepita, lakini wakati unapokuja katika haya maisha, Mungu anapokuita unaanza kufuata hatua hizo ambazo ziliwekwa hapo kabla ya misingi ya ulimwengu, ili kudhibitisha kwamba wewe ni mmoja wa wao ambao walijulikana kimbele. Hilo ndilo jambo la muhimu sana, na ujumbe siku ya leo umekuja kutuambia sisi ni akina nani, ili kila mmoja wetu aweze kuchukua nafasi yake ndani ya Kristo. Ni vizuri kuelewa ya kwamba Mungu ana watu aina mbalimbali, wako katika makundi tofauti tofauti. Huyu ni Nicodemus hapa, ama Nikodemo, wanaongea na Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa katika baraza la kidini na alikuwa ni mtu mwenye haki, na akaja siku moja kumuona Yesu. Asingekuja mchana kwa sababu hangetaka wale wengine wa baraza la kidini wamuone, lakini anaona ya kwamba Yesu ndiye ana uzima wa milele. Na akaja kumwambia, mwalimu, tunajua wewe umetoka kwa Mungu, kwa sababu mambo unayofanya mtu hawezi kuyafanya isipokuwa Mungu awe naye. Na ndipo Yesu akaanza kumwambia mambo ya kuzaliwa mara ya pili. Na Nikodemo hakuelewa jambo hili la kuzaliwa mara ya pili, alichanganyikiwa sana na hili jambo, limkanganya sana kuzaliwa mara ya pili. Mwishowe hakuzaliwa mara ya pili, lakini wakati nabii alikuja kuongea juu ya kitabu cha uzima cha mwana-kondoo katika wakati wa Sardis, katika kitabu cha Nyakati 7 za kanisa, alitaja Nikodemo na akataja Gamaliel. Akasema hawa watu wawili walikuwa ni watu wenye haki, ni watu wazuri, lakini hawakufaulu kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu walikuwa ni kategori ama kundi tofauti la watu wa Mungu. Hawa ni wale ambao walisaidia kazi ya Mungu, kwa sababu tunaona Nikodemo akihusika sana na mambo ya Yesu. Tunaona Gamaliel akiwatetea mitume wakati walikuwa wanadhulumiwa na lile kundi la kidini. Anasema ya kwamba hawatapoteza thawabu yao, lakini si sehemu ya wateule wa Mungu. Na hiyo ndio sababu hii jambo la kuzaliwa mara ya pili hawakuweza kulifikia, kwa sababu ni kitengo tofauti, ni kategori tofauti ya watu. Na kwa hivyo tunaweza kuona jambo hilo. Yeye hakuelewa mambo ya kuzaliwa mara ya pili, na hatimaye hakuzaliwa mara ya pili. Nabii anatuambia hivyo wakati anaongea juu ya kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Kwa hivyo lazima tujue, wakati tunaongea juu ya kuzaliwa mara ya pili, sio kila mtu anaweza kuzaliwa mara ya pili. Ni wateule wa Mungu peke yao wawezao kuzaliwa mara ya pili. Tuelewe jambo hilo. Na Mungu ana watu wengine ambao si wateule na hawatapotea, lakini si wateule wa Mungu. Hawatazaliwa mara ya pili, lakini watatakaswa na ni watu wazuri wa Mungu. Na ndio sababu mtu mmoja aliuliza swali katika COD, kamuuliza nabii, nafikiri ni swali la 380. Kamuuliza, ni akina nani wataijaza nchi nje ya ule mji wa Jerusalem? Kwa sababu ule mji utashuka hapa duniani na utakuwa katikati, lakini kule nje kuna hii ardhi iliyokombolewa, laana imeondolewa, na biharusi atakuwa ndani ya mji. Na huyu akataka kujua ni akina nani watakuwa nje ya mji. Na nabii akajibu na akasema, ni watu wazuri ambao watapata uzima katika kiti cha hukumu baada ya ufufuo wa jumla,
watasimama katika kiti cha hukumu, na hao ndio watapata uzima siku hiyo, lakini hawataingia katika mji kwa sababu si baadhi ya wateule, lakini ndio wataishi katika nchi iliyokombolewa. Na akasema watakuwa ni kama vile Adam alivyokuwa pale, watakuwa ni watunza bustani. Anasema hivyo, na ndio tunasikia mara kwa mara wanakuja hapa kwenye mji, wanaleta heshima yao na wanachuna jani kutoka kwa mtu wa uzima na wanarudi kwa watu wao. Ni watu wa Mungu, lakini si wateule wa Mungu. Nabii anasema itachukua Lutu 100 kutengeneza Ibrahimu mmoja. Anasema Lutu ni mapeni, lakini Ibrahimu ni dola ya fedha, silver dollar. Thamani yake iko juu sana, lakini anasema ya kwamba yale mapeni huwezi kuyatupa. Huwezi kushika mapeni ya kina Lutu na wale wengine ukayatupa, kwa sababu anasema ya kwamba yana thamani katika ufalme wa Mungu. Ndio sababu unaona muaminio anadhamini kila mtu, na anajua sio kila mtu atajaliwa kuona ufunuo wa Yesu Kristo, sio kila mtu ambaye atajaliwa kuzaliwa mara ya pili. Muaminio halisi anajua hivyo, na hawezi kuwa na shida na watu, kwa sababu Mungu ameweka watu katika makundi tofauti tofauti. Sio kila mtu atajaliwa kuzaliwa mara ya pili. Kuna watu hawatazaliwa mara ya pili lakini hawatapotea. Tumefundishwa hivyo na ujumbe. Wengine wataambiwa nilikuwa na hii shida ukaja kunisaidia, na watauliza ni siku gani nilikuona ukiwa na njaa nikakulisha, na kisha ataoneshwa muaminio ambaye alikuwa anachangamana naye. Kwa hivyo unaweza kuona huyu mtu ambaye anapatiwa uzima kwa sababu alisaidia Yesu, lakini alisaidia Yesu katika namna ya muaminio. Yesu akiwa katika namna ya muaminio ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano, interactions. Huyu muaminio samahani, alikuwa na uhusiano na huyu mtu. Ndio sababu naona nilikuwa na hii shida ukaja kunitazama, na hata hivyo kila mtu alisalia katika kategori yake. Kila mtu alisalia katika nafasi yake, lakini walikuwa na maingiliano. Nafikiri tunaona jambo hilo. Na moja, huyu alikuwa ni mteule, alizaliwa mara ya pili. Mwingine alikuwa na mzigo tu wa kumsaidia huyu, lakini hajazaliwa mara ya pili. Na ndio sababu anapata uzima pale, aweze kuingia katika raha ambayo alitayarishiwa kabla ya misingi ya ulimwengu, nje ya mji wa Jerusalem. Mteule akiwa na ufahamu wa mambo hayo, huwezi kuwa na vita na watu. Wengine hawana uzima wa milele kwa sababu si watoto wa Mungu. Na hata mtu ambaye si mtoto wa Mungu hufai kuwa na vita naye, kwa sababu hakujiweka hapo katika hiyo kategori. Alionekana atakuwa hapo ni chombo cha kuangamizwa, na huwezi kuwa na shida naye, ila tu huwezi kushirikiana naye katika dhambi zake. Najua nabii anasema sisi hatuchukii mwenye dhambi, tunachukia dhambi. Sio mwenye dhambi tunachukia, ni dhambi yenyewe ambayo tunachukia. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kuwa na huu ufahamu, ili haya mambo ya waaminio kuwa wakali sana wakati wanashuhudia. Mtu akianza kuonesha dalili za kukataa kile unasema, unakuwa mkali sana, hakuna kombora huwezi kurusha. Unajua kwanza huyo si Mungu, wala hilo jambo halina ladha hata kidogo, na haliwezi kuvutia. Naona tunafaa kuwa wavuvi wenye hekima, ambao wanaweka chambo pale kwenye ndoano kwa wakati wanaenda kuvua. Sio kuona pale na chuma kavu. Yaani mtu anaenda pale hakuna neema, hakuna rehema, ni makombora kushoto, kulia na katikati na juu na chini. Yaani hakuna neema, na kisha anasema hao sasa wamekataa ujumbe. Sasa kile kitu wanangoja ni siku ya mwisho wawekwe katika ziwa la moto, wala wewe mwenyewe hukwenda pale na amani. Hii injili inahitaji wakati unaeleza wengine uweze kuwa na amani katika moyo wako. Na mtu akianza kupinga, uachane naye, usiingie katika mabishano na kurushiana maneno. Inahitaji hekima, na inahitaji uweze kuwa na amani katika moyo wako. Kwa hivyo Mungu ana watu tofauti tofauti, na wale watu wengi katika ulimwengu hawatapata uzima wa milele kwa sababu si watoto wa Mungu. Wale wengi hawatapata uzima wa milele. Kuna mahali nabii analeta statistics, analeta hesabu. Najua huwa tunasema Nuhu anaweza kusimamia biharusi wakati safina inaenda juu ni kama kunyakuliwa, lakini pia Nuhu nabii anasema ya kwamba
anaweza kusimamia Wayahudi ambao wataokolewa ndani ya dhiki kuu, na anaweza kusimamia mwanamwali mpumbavu mahali pengine, japo Nuhu alikuwa ni mteule wa Agano la Kale. Elewa, hii ni mifano tu. Anasema tukichukua Nuhu kama kanisa, kwa sababu nabii aliweka tofauti, akasema kanisa kwa ujumla litaenda dhiki kuu, lakini biharusi atanyakuliwa. Anasema kanisa lilikuwa na watu 8, na hao ndio walinusurika wakati wa dhiki ya wakati huo. Wakati dunia ilipitia katika gharika, wao ndio walinusurika. Na wale walikufa walikuwa ni mabilioni ya watu. Hatujui walikuwa ni watu kiasi gani, lakini bila shaka walikuwa ni watu wengi sana, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba watu walianza kuongezeka katika uso wa nchi kama siku ya leo. Lakini kabla ya Nuhu ni mtu mmoja alikuwa amenyakuliwa. Enoch alikuwa ni mtu mmoja aliyenyakuliwa. Kanisa ambalo lilipitia dhiki kuu likaokolewa hapo lilikuwa ni watu 8, na wale walioangamia walikuwa ni mabilioni. Sasa angalia ratio hiyo, 1 kwa 8 kwa mabilioni. Inakuonesha kwamba wale watu wengi ni watu wa kuangamia. Na Yesu akasema kama ilivyokuwa wakati huo zamani za Nuhu, itakuwa hivyo mwishoni mwa dahari, na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Hiyo cycle imejirudia, hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Lakini kwa sababu tunaongea juu ya mteule siku ya leo, na kusema ya kwamba yeye ndiye aliye na uwezo wa kuzaliwa mara ya pili, sitaki tuendelee kule sana. Kile kitu ningetaka kusema, kwa sababu nilianza kusema binadamu ni utatu, mwili huku nje, na baada ya mwili kuna roho ya binadamu, ni eneo la mawazo, na baada ya roho ya binadamu ni nafsi, na hiyo nafsi ni mbegu ya Mungu. Hiyo nafsi ndio inaitwa mwana wa Mungu ama binti ya Mungu, hiyo nafsi. Na hiyo ndio utu halisi, na hapo ndio maamuzi yanafanywa, hapo ndipo Mungu anakuja kuishi. Hiyo ndio inahuishwa iweze kuwa neno la majira, ni hiyo nafsi. Na katika nafsi hapo ndipo wanadamu wanakuwa na tofauti. Huenda Esau na Yakobo wangeonekana kufanana huku nje kwa sababu walikuwa ni mapacha, lakini nabii anasema tofauti kuu sana waliokuwa nayo ni katika nafsi. Na wakati brother na sister, nyinyi ambao mko katika hali ya kuoa, ama tuseme mmefika of age, mmefika kiwango ambacho mnaweza kuoa na kuolewa, lazima tuende zaidi ya mawazo ya kimwili. Kuangalia msichana mrembo, urembo unanyauka baada ya muda. Anaweza kuwa ni mrembo lakini hafikiri vizuri, si mtu ambaye anapenda Mungu. Unaweza kuona kijana amenyoka, mabega yamesimama vizuri, ana sauti ile ya baritone ile inashika wasichana mpaka wanakuwa kama wajinga, na hapendi Mungu. Najua mwanaume anaweza kushika wanawake wengi sana tu kwa sauti. Unaona at any given time ni kijana, ile sauti yake tu anafuatwa na wasichana wengi sana, wote wanasikiza hiyo sauti, kwa sababu mwanamke ni kile ataambiwa, hicho ndicho kinamfurahisha. Naye mwanaume ni kuona, ndio sababu wanaangalia designs za mtaani. Lazima tuende kupita mambo hayo, tuangalie na Mungu atuongoze uone utu wa ndani wa huyu muaminio vile ulivyo. Anaweza kuwa mrembo sana wa nje na ni uzao wa nyoka. Kijana anaweza kuwa amenyoka sana, ni wa kisasa, anajua mannerisms, anajua etiquette, anajua ustaarabu, na ni uzao wa nyoka. Na ukiolewa na uzao wa nyoka sister, ni wewe utakuwa unapiga nduru pale nyumbani, wewe peke yako. Na unajua wanayudhi wengi sana wakati wanaingia katika hiyo mitego huwa wana kiburi sana. Najaribu kuwawinda, anasema hii ni haki yangu kuolewa na kuoa, na ninaona hata kama mko na wivu. Sio wivu, wanajaribu kukusaidia. Wakati utaingia hapo baadaye ndio utajua yale maamuzi ulifanya hayakuwa na busara. These were foolish decisions. Ndio utakuja kujua ya kwamba ulipofanya hivyo si mwingine atakuja kuteseka, ni wewe utateseka. Lazima tuende zaidi ya kile tunaona huku juu, tuweze kuangalia mioyo ya watu. You are what you are in your heart. Yule mtu halisi ni katika moyo. Na ndio sababu Yesu alisema ya kwamba kutoka kwa moyo, kwa sababu moyo ndio hazina, mtu ananena yale yaliyo katika moyo. Wingi wa maneno yaliyo katika moyo, hiyo ndio hazina, hayo ndio mtu ananena kila wakati. Mtu ambaye amejaa siasa anaongea juu ya siasa ya nchi kila wakati. Mtu ambaye amejaa Premier League anaongea juu ya soka kila wakati.
mtu wa fashion, mtu wa muziki, hivyo hivyo. Lakini mtu ambaye amejaa neno la Mungu anaongea juu ya neno la Mungu. Ndio sababu Petro wakati walionywa kuhubiri kwa jina la Yesu Kristo alisema hatuwezi kunyamaza. Lazima tuongee juu ya kile tumesikia na tumeona. Kwa sababu hiyo ndio chemichemi waliokuwa nayo katika mioyo yao. Unaona? Wandugu, na sio vizuri wakati ibada imeisha. Kila wakati unaona ibada imeisha, waamini wameenda kule nje wamesalimiana, alafu wanafungua ukurasa siasa za nchi. It is very defiling. Naona wakati watu wameshasikia neno na wakitoka pale nje hawawezi kupata nafasi ya kuchagua neno, wanaingia kwa siasa ya nchi. Sisemi hakuna mambo ya kawaida mtaongea, kwa sababu kuna mambo yanahusika na maisha yetu, lakini kuna mambo ya kuchafua mioyo. Unaletea ndugu siasa na labda alikuwa anataka kutafakari juu ya neno. Ni kama ndugu mmoja ambaye ibada ilikuwa inaisha anaenda anasimama peke yake kule kando. Na akiulizwa ni kwa nini, anasema brother, mimi sitaki niletwe mambo mengi. Nataka kwanza nitafakari juu ya hilo neno nimesikia, kwa sababu mtu akianza kuniletea mengi sasa atachanganya na lile jambo. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kuwa na hii hazina ya neno la Mungu katika mioyo yetu. Brother, na neno kama halitahuishwa, hata ukienda kuoa ama sister ukienda kuolewa, ni nini itakusaidia kupamanua huyo mtu? Ni nini hiyo itakuongoza? Utatumia akili kama wale watu wengine wa dunia hii. Najua watu wa dunia hii wanatumia akili. Wanaangalia kiwango cha elimu kama kinatoshana. Naona? Wanaangalia hiyo familia hiyo familia kama kuna historia ya maradhi. Wanaangalia mambo mengi aina hiyo. Naona? Nimewahi kusikia haya mambo kwa muda mrefu. Sasa ili wajue if they are compatible, kama wanaweza kuoana ama kuolewa. Na hilo jambo si jambo la waaminio, ni jambo la walimwengu. Biblia inasema wale wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Tunafaa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu zaidi ya kuwa mwili, unaoa utu wa ndani. Unaoa utu wa ndani. Ndio sababu nabii anasema tunaoa tabia. Tabia iko wapi? Iko ndani ya moyo. Mahali pengine maandiko yanasema mwanamke si urembo wa nje, kile cha muhimu sana na cha thamani sana mbele ya Mungu ni hiyo roho kule ndani iliyo na utulivu. Kwa hivyo si unaona ni kitu zaidi ya huu mwili. Lakini kama unaoa urembo na akienda apate ajali ya nyumbani, achomeke uso upande moja, uishe kabisa mpaka mifupa ianze kuonekana, basi itafika mahali uone ile sababu ilikufanya kumuoa imetoweka. Na kuna watu wamewahi kufanya hivyo. Anaoa mwanamke mrembo, anapata ajali ya nyumbani, kutoka hapo anaona hata ninaibika kwenda naye kwenye hafla kukutana na watu. Kwa hivyo anaoa mwingine. Kwa sababu hakukuwa na value halisi, hakukuwa na thamani halisi alipomuoa, ilikuwa ni utu wa nje, sio utu wa ndani. Nabii anasema, brother, nabii anasema hivi, na sijui kwa nini nimeanza kuongea haya mambo ya ndoa, kwa sababu haukuwa mpango wangu. Anasema hivi nabii, mwanamke anaweza kuwa sio mrembo, tuseme hivyo kwa standards za ulimwengu. Anasema haijalishi yuko namna gani, hata kama tuseme ana upele kama mtoto wa chura. Anasema like a tadpole. Ana upele namna hiyo na ni Mkristo halisi, ana Roho Mtakatifu. Anasema ya kwamba kila mwanaume ambaye ni mwanaume halisi anaweza kumvulia kofia yake. Kwa sababu sio urembo wa nje tunaangalia, ni ule utu wa ndani, character. Na Mungu na watusaidie sana. Sasa katika nafsi, hapo ndipo mambo yote, na hapo ndipo panazaliwa mara ya pili. Na muamini mteule ndiye peke yake awezaye kuzaliwa mara ya pili. Mungu aliweka hilo jambo katika hiyo mbegu kabla ya misingi ya ulimwengu, la kuweza kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ni nature yake. Imekuwa kwa hivyo siku zote. Na mtu mwingine hilo jambo hanalo katika nafsi yake, kwa hivyo hawezi kuonesha hilo jambo la kuzaliwa mara ya pili. Haya mambo sio juhudi, ni vile Mungu aliyoyaweka kabla ya misingi ya ulimwengu. Sio juhudi hata kidogo. Anasema hivi nabii, mteule katika nafsi yake ana uwezo wa kunyonya Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio tofauti ya watu wa mafuta wa uongo na watu wa mafuta wa kweli. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Mafuta yanamwagika juu ya kanisa kama hili.
Watu wanacheza katika roho, wengine wanaanguka, wengine wanafanya mambo mengine, lakini kile kinajalisha nafsi hiyo ni aina gani. Ndio sababu nasikia nabii akisema mtu anaweza kubatizwa na roho na atapotea, kwa sababu alibatizwa na roho katika roho yake, na katika hiyo roho yake anaweza kuonesha mambo ya kiroho, lakini upako ule haukuingia kwenye nafsi kuhuisha mambo yaliyolala ndani ya nafsi, maana si mteule. Lakini wakati mteule anajiliwa na Roho Mtakatifu, huyo roho anapita mwili na anapita roho ya binadamu, anaenda kuhuisha nafsi ili potentials, mambo yaliyolala katika ile nafsi yaweze kuamshwa, yaweze kuleta ile tabia ambayo Mungu alikuwa amekusudia katika huyo mtu binafsi. Tuelewe jambo hilo. Kwa hivyo kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya watu ambao si watoto wa Mungu na hawatui muhuri, lakini huyo roho anakuja kwenye roho zao na siku moja atatoweka. Lakini akiwa hapo wanaweza kuonesha mambo ya kiroho. Hawawezi kufanyika neno, maana ili ufanyike neno ni lazima Roho Mtakatifu akutane na ile nafsi iweze kuhuishwa. Tulishasema wakati mwingine hapa, hiyo nafsi ni neno la kizazi likiwa limelala. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akihuisha ile nafsi pale, ni neno la Mungu litaanza kuonekana na majira haya. Na nabii anasema hilo ndilo dhibitisho ya kwamba ulijazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu neno linaishi lenyewe. Sio kwa sababu uliona maono ama ukaota ndoto na ikatukia hivyo ama ukagaagaa. Sio mambo kama hayo. Those are sensations, ama ni karama tu bila utu wa Roho Mtakatifu. Lakini wakati neno linahuishwa, linaanza kuishi lenyewe bila juhudi zako, basi hilo ndilo dhibitisho la kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Ningetaka tusome nukuu ya ujumbe hapa. Ujumbe huu unaitwa neno lililonenwa ndilo mbegu ya asili. Ningetaka tusome hapo aya ya ngapi? 173. 173. Hebu sikiza hapa. 173 anasema hivi aya 173, "And a new seed of God is an absorbent for the spirit." Absorbent ni kitu kama pamba ambacho kinaweza kunyonya kama maji kwa mfano. Anasema mbegu halisi ya Mungu ina uwezo wa kunyonya Roho Mtakatifu. Ni kitu ambacho kinaweza kujazwa kikamilifu na kwa Roho Mtakatifu. An absorbent for the spirit, kwa sababu alitengenezwa hivyo kabla ya misingi ya ulimwengu. Na nabii anasema hivi, all denominationalism is took out. Umadhehebu wote unaondolewa. All unbelief is out. Kutokuamini kwote kunaondolewa. And when the Holy Spirit comes into that germ of life, na wakati Roho Mtakatifu anaingia katika hiyo chembe ya uzima, ni kusema hiyo nafsi ya mteule, ya huyo ndugu ama huyo dada, when the Holy Spirit comes into that germ of life that is laying there, hiyo nafsi ambayo imelala hapo, it produces another seed. Inaleta mbegu nyingine. Si kwamba inaleta nafsi nyingine, lakini ni kuhuishwa, inahuishwa iweze kuleta mazao. Just exactly, anasema hasa, another son of God is born. Mwana mwingine wa Mungu anazaliwa. Anazaliwa kwa sababu alikuwa ni aina ya kuzaliwa mara ya pili, na alikuwa na huo uwezo wa kuzaliwa mara ya pili, lakini hakuwa amezaliwa mpaka wakati Roho Mtakatifu anapoingia kwenye hiyo nafsi. Na kisha anaamshwa, anazaliwa mara ya pili. Nabii anasema another amateur God, son of God. Na Mungu mwingine mdogo ndiye huyo anazaliwa, mwana wa Mungu. Kwa sababu nafsi yake iko na uwezo wa kunyonya, kupokea Roho Mtakatifu. Mtu wa mafuta wa uongo wakati huwa mwisho anaweza kupata upako wa Roho Mtakatifu aidha katika mwili wake ama katika roho yake, lakini nafsi yake si absorbent, haina uwezo wa kunyonya Roho Mtakatifu. Na ndio sababu nabii anasema hivi, kwa mfano mtu kama Judas alifanya miujiza. Kisoma Mathayo 10, Yesu alikuwa amewaita, anawatuma wawili kwa wawili, huyu wakiwa na huyu, huyu wakiwa na huyu, waende katika vijiji mahali ambapo Yesu atakuja baadaye. Anawatuma hivyo as an advance party, waende kimbele, waandae hali mahali Yesu atakuja baadaye. Na waende wahubiri, waseme ufalme wa Mungu umekuja, waponye wagonjwa, watakase wenye ukoma na mambo kama hayo.
na wakaenda. Na waliporudi wakamwambia Yesu, tumeona hata pepo wanatutii. Na saa hiyo hawajazaliwa mara ya pili. Na nabii anasema Judas alikuwa pale. Na wakati Judas alitumiwa na Mungu kuponya watu, huwezi kusema ule uponyaji ulikuwa bandia, ulikuwa fake. Uponyaji uliofanywa kupitia Judas ulikuwa halisi, kwa sababu ni nguvu ya Mungu ilikuwa inatumika, sio nguvu ya Judas. Lakini japo wanafanya mambo haya yote, hawajazaliwa mara ya pili. Nabii anasema hawajajitwalia Roho Mtakatifu aweze kuwa fungu lao. They don't have the Holy Ghost as their own possession at that time. Hawajajitwalia Roho Mtakatifu aweze kuwa fungu lao. Lakini siku ya Pentecost, hapo ndipo walijitwalia Roho Mtakatifu kwenye nafsi aweze kuwa fungu lao. Na nabii anasema kabla ya hapo Judas ameshaondoka. Ametoa rangi zake, hakufika siku ya Pentecost. Kabla ya siku ya Pentecost, pamoja na ile miujiza yote alikuwa amefanya kule, lakini hakufika Pentecost. Kabla ya siku hiyo akatoa rangi zake. Nafsi yake haikuwa na uwezo wa kunyonya Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu aweze kuwa fungu lake. Lakini katika mwili wake na katika roho yake ya binadamu angemwagiliwa roho na aweze kuonesha ishara na aponye wagonjwa na mambo kama hayo. Lakini hakuwa na uwezo wa kumpokea Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yake. Tuweze kuelewa jambo hilo. Na maana ya kuzaliwa mara ya pili ni nini? Kwanza kabisa leo tumejua kwa sababu ya mihuri 7 kufunuliwa. Na hiyo ndio sababu ni vizuri kusikiza mafundisho ya neno kwa njia sahihi. Kwa sababu hata ujumbe wa nabii vile ulivyokuja, mwangaza ulikuwa unaongezeka kupitia miaka. Hata nabii mwenyewe alikuwa anapata mwangaza zaidi. Kuna mahali unaweza kusikia nabii akisema kuna kuzaliwa mara ya pili na kuna kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio sababu wengi katika ujumbe wakati wanaongea juu ya ile pyramid, wanaweka kuzaliwa mara ya juu pale juu ya pyramid, ya kwamba upate virtues, zile sifa za Mungu, na siku moja Roho Mtakatifu atakuja pale juu. Lakini hilo swali linakuja hapa, ulipataje virtues kwa juhudi zako? Ulipataje sifa za Mungu, imani na mambo kama hayo kwenda pale juu bila Roho Mtakatifu? Hiyo haiwezekani. Unaanza na kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu wakati mihuri 7 inafunuliwa, kila kitu kinawekwa mahali pake. Nabii alikuja na anasema hili jambo vizuri sana katika nyakati 7 za kanisa. Ukisoma wakati wa Smyrna ndani ya nyakati 7 za kanisa, anasema hili jambo ningetaka kulifanya dhahiri. Niseme hivi, kuzaliwa mara ya pili sio tofauti na kujazwa na Roho Mtakatifu. Na wakati ninasema watu waje hapa ili wajazwe kwa Roho Mtakatifu, huwa ninamaanisha kwamba waje hapa wazaliwe mara ya pili. Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili ni sawa na kujazwa na Roho. Si kwamba unazaliwa na Roho, understand this, si kwamba unazaliwa bila Roho. Unazaliwa bila Roho. Unazaliwa, sasa umezaliwa mara ya pili. Na Biblia inasema Yohana 5:24, yule ambaye ameniamini yuna uzima wa milele na hata ingia katika hukumu. Sasa unazaliwa bila Roho, umezaliwa mara ya pili hata bila kupokea Roho. Lakini wakati utapata Roho Mtakatifu, kile ambacho utapata ni nguvu tu ya kufanya miujiza, wala sio kuzaliwa mara ya pili. Nabii anasema hivyo katika ujumbe. Ukisalia hapo utakuwa nje, kwa sababu lazima uandamane na vile ujumbe unaenda. Mihuri 7 ilipofunuliwa, alisema hayo sio mambo mawili tofauti. Na hiyo inamaanisha hivi, japo muaminio ameamini, wakati hajapokea Roho Mtakatifu, ama kweli hajazaliwa mara ya pili. Anatazamia wakati fulani azaliwe mara ya pili. Kwa sababu kujazwa na Roho na kuzaliwa mara ya pili sio mambo mawili tofauti. Kuna wengine wanasema ya kwamba hapana, kuzaliwa mara ya pili, nabii alisema katika Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa, ni kuwa na ufunuo wa hii siri kuu. Sijui kama unajua kuna watu wamewahi kuwa na ufunuo na hana Roho. Mathayo 16, Petro alipata ufunuo wa Yesu Kristo ni nani. Kasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu amempatia ufunuo katika ile nafsi, lakini Mungu bado hajaingia. Na hapo katika Mathayo 16 baadaye anamkana Yesu.
anaanza kupinga neno, Petro akitumiwa na pepo, mpaka Yesu akasema shetani rudi nyuma. Si kwamba Petro ndiye shetani, lakini shetani alikuwa anatumia Petro kupinga neno. Shetani akakemewa na Yesu, na wakati huo Petro ana ufunuo wa Yesu ni nani. Lakini Petro hajazaliwa mara ya pili. Angalia baadaye, wakati Bwana Yesu amekufa na akafufuka na akaja kwa wanafunzi wake, alimuuliza mara 3 kama unanipenda, mpaka Petro akaanza kutaabika katika moyo. Kwa nini Yesu anamuuliza mara nyingi hivyo? Unajua kuna kitu kinaitwa antidote. Antidote ni dawa ya kuondoa sumu. Yeye alikuwa amemkana na Yesu mara 3. Yesu lazima naye amuulize mara 3 ili kuondoa ile shida pale. Naona jambo hilo. Na akamwambia hivi, sasa wakati huu Yesu amefuka, wakati utaongoka. Mtu amefanya miujiza, mtu huyu anaufunua kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, Mathayo 16, na anaambiwa wakati utaongoka. Na hiyo ni kusema converted. Na conversion ni kubadilishwa katika nafsi, utu wako uweze kubadilishwa, uweze kuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo Petro akiwa na haya mambo yote ya ajabu namna hiyo, hakuwa ameongoka. He was not converted mpaka siku ya Pentecost. Wakati utaongoka, uimarishe ndugu zako. Uangalie hao kondoo na hao wana kondoo. Yesu akamwambia hivyo. We need to be very sure. Tusiwe ni watu wa kudhamiria na kudhania, assuming. Kwa sababu watu wanakuja na madai mengi, lakini ukichunguza baada ya muda unaona huyu hakuzaliwa mara ya pili. Huenda kuna upako ulimshukia, ama alipata ujuzi huu ama ule, lakini kwa kweli hajazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili na ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kitu kimoja. Na hiyo inamaanisha kwamba wakati unazaliwa mara ya pili, kusema kwa sababu nafsi yako ina uwezo wa kunyonya Roho Mtakatifu, ni absorbent. Ni kitu ambacho kina uwezo wa kunyonya Roho Mtakatifu. Wakati unazaliwa mara ya pili ni kusema ile mbegu sasa imehuishwa na Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo sasa unaanza kuwa na kimo cha mtu mkamilifu. Ni kusema sifa hizo za Bwana Yesu Kristo zilikuwa zimelala katika hiyo nafsi katika hali ya chembe chembe. Ulikuwa na kimo cha Yesu Kristo kwa uwezekano, kwa sababu uko nacho katika hali ya chembe chembe, lakini hakijaamshwa kiweze kuonekana. Na hiyo ndiyo sababu huwezi kuwa na kimo cha Yesu Kristo nje ya kupata Roho Mtakatifu. Si kwa nguvu na si kwa uwezo, ni kwa Roho wa Mungu. Inachukua Roho Mtakatifu kuweza kuhuisha yale yaliyo katika nafsi. Na jambo la kwanza ni kusikia neno. Unaposikia neno unajitambulisha na neno hilo. Unakuja kutambua ya kwamba yale unasikia katika neno yalionenwa kupitia nabii, na yale yalikuwa yamelala katika nafsi yako ni yale. Lakini wewe huko unajua mpaka usikie yale yaliyosemwa na nabii. Na wakati unasikia yale yaliyosemwa na nabii, kuna mambo fulani yanasema amina ndani yako. Kwa sababu kile ndicho hiki. Kile ambacho nabii anasema, na ni kile tunaita ujumbe wa saa, hicho ndicho hiki nafsi yako. Lakini haya mambo yalikuwa yamelala, yalikuwa dormant. Sasa unaanza kusema ala, na mimi ninaambatana na haya mambo. Ni kwa sababu ni neno kwa neno. Haleluya. Lakini neno hili lilikuwa limelala. Na sasa unaamka. Hujakuwa sawa, lakini umeamka sasa. Hujawa sawa, baadaye Roho Mtakatifu anashuka, anahuisha hiyo nafsi, ili haya mambo yaliyo ndani sasa yaweze kuanza kuonekana. Na hapo ndipo unaanza kuelekea kimo cha Yesu Kristo. Na ni Mungu anamwagilia maji. Ni kama vile mtoto wa kawaida anazaliwa. Kuna mama mawili yanakutana. Kuna mbegu ya kiume na kuna yai kutoka kwa mwanamke. Mambo haya yanaungana kupatia mwanadamu mwili wake. Ndio sababu mwanadamu katika mwili wake kuna sehemu anafanana na mama yake, kuna sehemu anafanana na baba yake. Lakini uzima, blood stream, inatoka kwa mwanaume. Na hapa mwanaume ni Yesu Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu. Na hiyo nafsi ni sehemu ya kike ya Mungu. Hiyo nafsi ya muaminio zinaungana, na hapo ndipo tunaanza kuona kimo cha Yesu Kristo ndani ya muaminio. Washirika wengi sasa wa biharusi wanaanza kumuonesha Yesu Kristo. Nafsi ndiyo mambo yote. Kwa sababu hapo ndipo unakuwa shahidi wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo.
si yale mengi unaweza kuambia watu, ni yale watu wanaweza kuona. Madai unaweza kuongea sana, lakini watu wanaona hii account haina pesa. This account is bankrupt. Madai si valid. Naona si yale mengi unaweza kuambia watu, ni yale watu wanaweza kuona yakiishi ndani yako. Unakuwa shahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unakuwa waraka ulioandikwa kwa Roho Mtakatifu wa kusomwa na watu. Unakuwa nuru ya ulimwengu mahali uko unatangamana na watu. Na unafanya kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na haya mambo sio juhudi za watu. Ni kwanza uwe mteule, number 1. Number 2, kuna kujitoa. Unajua cooperation na Mungu ni muhimu sana. Kushirikiana na Mungu ni muhimu sana. Ukitaka kukomaa haraka, soma Biblia, amini neno, utakomaa haraka. Na unaona jambo hilo. Wakati Naaman aliambiwa aende katika mto ajitoze kule mara 7, ilikuwa inamtegemea yeye. Kama angeenda mara moja kwa mwaka ni sawa, lakini atachukua miaka 7. Kama ni mara moja kwa mwezi ni sawa, mwishowe atapona mradi afikishe mara 7. Na kama anataka kuponya saa hiyo ni kuingia na kutoka, kuingia na kutoka. So cooperation na Mungu inafanya watu wakomae haraka. Ama kama hawatashirikiana na Mungu wawe stunted, yani ni watoto lakini wamedumaa. Wewe ni mteule lakini lazima ujitoe kwa Bwana. Ni lazima uwe na zilo. Lazima ujitoe kwa Bwana kwa njia kamilifu. Na Kristo anaanza kuonekana. Kwa hivyo wakati watu wanakuona, sio theolojia wanaona ya ujumbe, lakini wanaona kitu ambacho ni kitu halisi. Umeshakuwa hilo neno. Na nikasema hapa sio juhudi za watu, ni kuteuliwa, lakini lazima ujitoe. Naona nabii tena nasema ya kwamba Israeli wakati walitoka Misri wakaenda Canaan, hiyo safari ilikuwa safari ya siku 11, lakini walichukua miaka 40 kwa sababu ya kutokuamini. Na hiyo ndio sababu Mungu aliwafanya wazunguke jangwani kwa kutokuamini, kaangamiza hicho kizazi mpaka watoto wao wakasalia, na hao ndio wanakuja kuingia katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo tuelewe mambo hayo. Yale mambo yaliandikwa kule, yaliandikwa yawe ni kielelezo kwetu sisi ambao tumefikiwa na mwisho wa wakati, sisi ambao tunaishi mwishoni mwa wakati. Unaona, yale mambo yanatakiwa kuonekana katika muaminio. Kwanza yalikuwa melala katika hiyo nafsi katika hali ya chembechembe. Ni kusema unyakuo ulikuwa pale ndani ya hiyo nafsi katika hali ya chembechembe. Jamfo, unyakuo ulikuwa melala pale. Mwanamwali mpumbavu, unyakuo haukuwekwa ndani yake. Kwa hivyo si unaona hata akijaribu namna gani hawezi kunyakuliwa. Kwa sababu si Roho Mtakatifu peke yake. Roho hata akija kiasi gani na hakuna chembe ya kunyakuliwa katika hiyo nafsi, hakuna kitu kinaitwa unyakuo kinaweza kuhuishwa ndani ya mwanamwali mpumbavu. Na si kupenda kwake, ni vile Mungu alifanya kabla misingi ya ulimwengu. Mungu anakuja kuhuisha yaliyo katika hiyo nafsi. Unyakuo uliwekwa ndani yako kabla ya misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo unyakuo ukihuishwa utaonyesha unyakuo. Na mtu ambaye si mteule wa Mungu, hakuna chembe za unyakuo, germ form ya unyakuo ndani yake. Kwa hivyo hata Roho Mtakatifu akishuka, hakuna kitu kinaweza kuhuishwa kinaitwa unyakuo. Nafikiri unaona jambo hili. Ya kwamba haya mambo binadamu hawezi kupanga namna hiyo, ni Mungu alipanga. Na baada ya kuona mahali alikuweka, kile unaweza kufanya ni kushukuru tu. Si wewe ulifanya hivyo, hukujifanya mteule, si wale wanakimbia, si wale wanataka, ni wale Mungu anarehemu. Wewe ni mteule kwa njia ya uteuzi kutoka mwanzo. Kuna chembe za kukamilika. Kuna chembe za kunyakuliwa. Kuna chembe za kuwa Mungu mdogo. Zikihuishwa na Roho Mtakatifu, mambo haya yanaanza kuonekana. Mwingine hawezi kuleta hivyo kwa sababu nature ama asili ya nafsi yake haina mambo hayo. Na ukifika uzao wa nyoka, hakuna nature ama asili yoyote katika nafsi yao ambayo inahusiana na umilele. Hakuna. So ni watu walio na expiry. Ikifika mahali fulani itabidi waishe ndani ya ziwa la moto. Mungu atusaidie tuchukue nafasi zetu katika ujumbe. Tuombe. Baba, ni asante. Pokea sifa na shukrani. Tunahimidi jina lako. Tunasema unastahili. Asante kwa sababu ya ukweli huu wa kuteuliwa.
Mungu wetu, ni wewe ulituteua kabla ya misingi ya ulimwengu, na Mungu wetu kaweka ukamilifu ndani yetu katika hali ya chembe, na panapo majira Bwana tunalisikia neno na kuamka, nawe unahuisha mteule wako kwa njia ya Roho Mtakatifu ili aweze kuleta mazao sawa sawa na vile unasema katika Yohana ya kwamba hatukukuchagua lakini ulituchagua tuweze kuleta mazao yetu yaweze kudumu. Mungu wetu, tuweze kuwa na kimo chako, tuweze kukudhihirisha katika haya maisha. Haya ndiyo mapenzi yako. Asante Baba yetu, ninaombea kila mmoja wetu tuweze kuelewa hili jambo kwa utimilifu wake, ili tuweze kuishi maisha yanayostahili injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hatuwezi kwa nguvu zetu, lakini kupitia Roho Mtakatifu wa Yesu Kristo tutaweza mambo yote. Ninaomba usaidie kila dada na kila ndugu aweze kujisalimisha, ili Bwana uweze kutenda hii kazi katika maisha yake. Na Mungu wetu, baada ya mambo yote, sifa na utukufu ni zako. Mipango aliyonayo adui Bwana ya kulemaza imani yetu, ninaomba ya kwamba uiangamize kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, tunyoshe katika haya maisha Bwana. Tusaidie Bwana kutembea kulingana na mapenzi yako yaliyo makamilifu, na tusikimbie mbele yako lakini tukae nyuma yako. Tukufuate kwa uaminifu wote Baba, uweze kutuleta katika utimilifu wa ahadi ya Mungu ya majira haya. Pokea sifa na shukrani. Mara nyingine ninaomba kwa ajili ya wale ambao ni wagonjwa na kuteseka katika miili, uweze kuwaponya kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu, pokea sifa na shukrani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.